Uhali gani ndugu mtazamaji wa Ibn Jazar TV popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Ibn Jazar Update, kipindi ambacho tunakuletea mambo mbalimbali yaliyojiri ndani ya nchi na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo. Kabla ya kuendelea, tupate kwanza muhtasar. Washindi wa tiketi za hija waungana kuliombea taifa wakiwa katika mji mtakatifu wa Maka. Innal hamda wal ni'mata lakal mulk la sharika lak. Ukosefu wa elimu dhidi ya ndoa waendelea kuchochea vikali usaliti baina ya wanandoa. Changamoto inayowakabili wanandoa kwanza ni kuingia katika jambo la ndoa bila ya kujua malengo. Na Sheikh Othman Ali Kaporo agana na washindi wa tiketi za hija uwanja wa ndege wa kimataifa jijini Dar es Salaam. Pia matangazo yetu haya unaweza kuyapata kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Instagram pamoja na Facebook kwa jina la Ibn Jazar TV. Tukianzia kule uwanja wa ndege wa kimataifa jijini Dar es Salaam, mwanafunzi wa chuo cha fedha cha IFM alijishindia tiketi ya VIP ya hija Isa Twaha Magembe ameahidi kuungana na mahujaji wengine kuliombea taifa la Tanzania akiwa katika mji mtakatifu wa Maka. Ahadi hiyo aliitoa kijana huyo alipokuwa akiongea na waandishi wa habari usiku wa kuamkia Jumatano katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ikumbukwe ya kwamba kijana huyo alijishindia tiketi hiyo ya VIP pamoja na wenzake wanne katika mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'an yaliyofanyika katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, mashindano yanayoandaliwa na Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania chini ya Sheikh Othman Ali Kaporo. Kwa majina naitwa Isa Twaha Magembe. Pia ni mwanafunzi kutokea chuo cha usimamizi wa fedha IFM. Aidha nikianza zidi yangu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia, hakuna dua bora hapa duniani aidha kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema. Inshallah. Kama ni hivyo basi hivyo nikija kwa nchi yangu hakuna ninachokiombea zaidi ya amani. Kwa sababu amani, utulivu ndio unapelekea pia nchi iwe na mwisho mwema. Lakini pia kama tunavyojua hakuna mwisho mwema zaidi bali unaanza kutengenezwa kuanzia sasa. Hivyo naamini kwa uwezo wangu Allah atakonijalia kwa nguvu na kila kitu nitajinyenyekeza sana kuhakikisha naombea amani nchi yangu. Na sio nchi yangu tu bali. Ukosefu wa elimu dhidi ya ndoa na uchamungu vimekuwa ni chanzo kikubwa kinachosababisha usaliti wa wanandoa na kupelekea mivurugano mikubwa katika familia. Maoni hayo yalitolewa na wadau mbalimbali jana kutoka sehemu mbalimbali nchini walipokuwa wakihojiwa na Ibn Jazar TV kupitia kipindi cha Kijiwe cha Wanandoa kinachorushwa kupitia channel ya Ibn Jazar TV. Endelea kuwa nasi. Watu wanaishi maisha ya kuiga. Unaangalia yani kitu kikubwa sana katika kuchepuka hasa kwa wanawake, wasaliti wanawake, ni kuiga fulani anaishi vipi na mimi nataka niishi kama fulani. Akaangalia katika mitandao hii mtu mwingine anaishi maisha ambayo sio yake. Na yeye anataka aishi kama yeye. Ili afanyeje sasa? Uwezo alikuwa nao kifedha ni mdogo, uwezo wa mume wake kifedha ni mdogo. Ndio anapata ushawishi. Kwa mbona mwenzangu anapendeza, mwenzangu kwa hivi, mwenzangu anafanyaje? Bwana yeye kuna 1 2 3 kuna hivi, kuna hivi. Kile ndio kinasababisha muda mwingi sana wanawake ama ndoa ziwe na usaliti. Changamoto inayowakabili wanandoa kwanza ni kuingia katika jambo la ndoa bila ya kujua malengo. Kwa sababu ukikosa kujua malengo, mwisho yanatokea mambo ambayo sio yale yaliyotarajiwa au yaliyokusudiwa katika swala hilo la ndoa. Kwa hiyo chanzo kikubwa ni watu kutokujua malengo, lakini chanzo cha pili watu kutokuwa wana msimamo au na kufuata dini ya Kiislamu. Kutokana na nafsi za moyo hawaridhiki na kile kilichokuwa nacho. Yeye haridhiki hata kama ana 4 mwanaume, awe na 4 lakini haridhiki kwa wanaume.
Na mwenyekiti wa Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania, Sheikh Othman Ali Kaporo ameagana na mahujaji 4 waliojishindia tiketi za hija, tiketi ambazo waliweza kujishindia katika mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani Tanzania yaliyofanyika katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, yanayoandaliwa na Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania chini ya Sheikh huyo Othman Ali Kaporo. Katika maelezo yake, Sheikh Othman Ali Kaporo alisema kwamba mahujaji hao 4 watapokelewa kifalme na ujumbe mkubwa kabisa kutoka katika ikulu ya mfalme wa Saudi Arabia. Hija hii ni tunu kutoka kwa mfalme wa Saudi Arabia. Mfalme Salman ibn Abdul Aziz ndiyo ambaye aliyetoa nafasi hizi. Kwa hiyo hawa ni wageni wa mfalme. Wakishatoka hapa, wakifika tu pale Jeddah, watakuta pale marasim na protocol za kifalme zikiwapokea na watakuwa chini ya usimamizi wao wote. Hawa hawaendi na taasisi zetu za hija tunazozitambua hizi zinazopeleka watu hija. Hawa wanaenda, lakini msafara wao unasimamiwa na serikali ya Saudi Arabia, na wakifika kule watapokelewa na serikali na wataishi katika mazingira hayo katika taratibu maalum, na hija yao tunaisema ni VIP, sio ile hija ya kawaida. Ni hija ambayo itakayokuwa inapambanuka na hija nyingine za kawaida. Mwenyezi Mungu awajalie msafara wao uwe wa kheri na baraka na mafanikio, iwe hija yao iwe ni makubuli insha Allah, na waweze kupata mwisho mwema insha Allah. Na kwa taarifa hizo ndizo ambazo zinatukamilishia Ibn Jazar Update katika wiki hii ya leo. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo, na kusihi uendelee kufuatilia vipindi mbalimbali vinavyorushwa kupitia Ibn Jazar TV. Nyuma ya kamera ni Muhammad Issa Kingi. Mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri. Ibn Jazar.